hata alipokuwa amekutana nao. Kila mwenye pumzi asome. Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari hii asubuhi ya leo nataka tuangalie pamoja somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema kupakwa mafuta na Mungu. Kupakwa mafuta na Mungu. Katika Agano la Kale mafuta yalitumika kama ishara ya mtu alipokuwa anawekwa wakfu au ana wito au kitu fulani, kama ishara ya kujiliwa na Roho wa Mungu kwa kazi maalum, kwa utumishi maalum katika Agano la Kale. Lakini ashukuriwe Mungu, katika Agano Jipya baada ya Yesu kuja, aliwaagiza kanisa lile la kwanza ambalo walikaa kwa muda wa zaidi wa siku 40, akasema ketini hapa, msiondoke. Katika Agano la Kale mtu mmoja alikuwa anachukua mafuta na kumpaka mtu na kuonyesha ishara au kumimina juu yake. Katika Agano Jipya Mungu mwenyewe analipaka kanisa mafuta kupitia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anawapaka kanisa lile la mwanzo, anawapaka mafuta. Anasema ketini hapa. Walikuwa wanangoja ahadi kwa muda wa siku ngapi? Kwa muda wa siku ngapi? Kwa muda wa siku ngapi? Siku 40. Kanisa walikuwa mahali pamoja wakiomba purposeful kwa ajili ya kupokea nguvu, kwa ajili ya ahadi ya Roho Mtakatifu. Kumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi wake, alikuwa anatembea nao, walikuwa na maswali wanamuuliza. Wakiwa wana njaa wanasema Bwana mkubwa, tuna njaa. Wakiwa na majaribu wanasema Bwana mkubwa. Kila kitu walimtegemea Yesu. Walikuwa wanatembea ni kama nasari, ni kama wanafunzi. Lakini sasa Yesu anaondoka, anawaambia kaeni hapa, mimi nikiondoka nitatuma Roho Mtakatifu. Atakuja sasa, yeye atawapaka mafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Atawapaka mafuta nani? Roho Mtakatifu. Sasa wakati mwingine tumerudi Agano la Kale, ndiyo, kwa sababu kwa wakati ule mtu alitiwa mafuta very special, kwa sababu Mungu alikuwa anafanya assignment kwa mtu mmoja mmoja. Anaweza akamuinua huyu akapakwa mafuta ili alete ujumbe wa Mungu kwa watu wote. Anaweza akamuinua huyu afikishe, amtumie. Lakini katika Agano Jipya Roho Mtakatifu anakuja mwenyewe, anawapaka mafuta, anakuja juu yao. Mafuta yaliwakilisha nguvu, mafuta yaliwakilisha kitu kilichowekwa wakfu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa anasema Roho Mtakatifu sasa ndiye alikuwa katika Agano Jipya ndiye anawapaka watu mafuta. Lakini siku hizi tumetafuta vichupa vyetu, tunapakana wenyewe, unapakwa alafu kakisha unatafuta tena. Lakini Mungu alijua kupitia ya kwamba hawa watu watahitaji kupakwa mafuta, na mafuta ambayo Roho Mtakatifu anampaka mtu huwezi elezea. If the Holy Spirit anoints you, there is no way you can explain.
Hakuna namna unaweza kuelezea. Ndio na maana unaenda wale ambao tulikuwa mlimani usiku kucha, kuna saa kama saa 8 saa 7 usiku, Roho wa Mungu alishuka na akawa anawapaka watu mafuta. Watu walikuwa wanarukaruka kama mandazi yaliyoko kwenye mafuta. Hakuna mtu alikuwa anaongea na hakuna mtu alikuwa anaongea na mwenzake, kwa sababu that is a very special anointing. Roho Mtakatifu anawapaka mafuta kwa sababu anaanzia ndani. Haya mafuta tunayopakana nayo, naweza kukuwekea utosi, naweza kukuwekea hapa na kuambia unasikia, naweza kukuwekea hapa, lakini Roho Mtakatifu kwa sababu kazi ya mafuta ni symbol, ni energy ya nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati tunarudirudi Agano la Kale tunapakana mafuta kidogo, lakini I wish kanisa lingejua ya kwamba Mungu mwenyewe anaweza kukupaka mafuta ambayo huhitaji mtu akupake. Sasa mimi siko kinyume na wale wanaotumia, wanaosema labda ameongozwa na Mungu whatever, lakini mimi naongelea kupakwa na Mungu mafuta tofauti na vile wanadamu watakavyokupaka. Ukifikia hiyo maana unaona sasa, mimi si ni askofu, ningekuwa hata siendi mlimani jamani. Tulisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema hata mama yake Yesu naye alikuwa miongoni mwao akiomba. Sasa wewe unakaa hapo Mathayo, hutaki kuomba. Mama yake Yesu alikuwa anaenda maombi, yuko na wanafunzi, wewe hutaki kuomba. Anasema atakuja Roho Mtakatifu atawapaka mafuta. Bwana asifiwe. Na kupitisha mistari miwili kwa haraka, fungua kitabu cha Kutoka na kupitisha kidogo Agano la Kale, ujue wale walianzia na wale wanaoendesha magari. Mnajua kitu kinaitwa manual na automatic. Automatic ni wewe unaiendesha, ukijua gear imekaribia una change, ukijua inatakiwa upangue unapangua. Automatic ukishaweka tu driving umemaliza. Sasa kama wewe ungeambiwa uchague, ungechagua ipi, automatic au manual? Manual unaiendesha wewe, lakini ukitoka hapa Mbeya mpaka Mbeya utaendesha panga pangua. Automatic ukiweka utafika Mbeya inajiendesha yenyewe, wewe unatumia breki tu na mafuta, breki na mafuta. Kwa hiyo katika Agano la Kale ni kama walitumia manual, ni kama walikuwa wanafanya wao na Mungu anadhihirika. Katika Agano Jipya Mungu anafanya, alafu watu wanaona, yani wewe unaona, kwa sababu Mungu akikutana na wewe hakuna namna ambavyo mtu anaweza akakushawishi akakuambia lolote, kwa sababu umekutana na mafuta ya Roho Mtakatifu wewe mwenyewe. Haleluya, haleluya. Katika kitabu cha Kutoka sura ile 29, nataka tuangalie mstari ule wa 7. 29 Kutoka mstari wa 7, Biblia inasema hivi: ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kumimina kichwani mwake na kumtia mafuta. Kisha walete hao wanawe kuwavika kanzu, nawe uwakaze mshipi Haruni na wanawe na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Bwana asifiwe. Katika Agano la Kale Mungu anamwambia Musa, utamleta Haruni na wanawe, utawatia mafuta kama sign ya calling, kama ishara kwamba Mungu amewaita, amewapaka mafuta kwa ajili ya utumishi wao maalum. Katika Agano Jipya Biblia inasema sisi ni makuhani mbele za Mungu. Kila mtu, kila mwaminio anayemwamini Kristo amefanyika kuwa kuhani, na kwa sababu amefanyika kuwa kuhani, huwezi kufanyika kuhani bila kutiwa mafuta. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa mimi siongelea ya mafuta mnayonunua, kwa sababu utanunua mpaka siku unakufa. Mimi naongelea mafuta ya kutiwa na Roho Mtakatifu, bila chupa, bila kopo, bila kitu chochote, kwamba hayo mafuta
ambayo ni Roho Mtakatifu mwenyewe anaachilia nguvu ndani yako, hayawezi kuelezeka. Ndio maana Yesu akawaambia, kaeni hapa pokee mafuta, kwa sababu hamtaweza kutembea. Hakuna namna unaweza kushinda kama una mafuta ya Mungu. Utapigwa tu tafrau, hakuna namna utatoboa. Nikwambie ukweli, unaweza kupata nafuu, unaweza kupata nafuu kwa kujifariji, lakini Mungu alijua, kwa sababu yale mafuta yako yale ya kichupa ulioacha nyumbani yanaweza akaisha. Si ni sawa mama? Yanaisha, ndio. Hata ya kupika ukitumia yanaisha. Sasa kama yanaisha galoni, itakuwa kichupa, yataisha. Lakini anasema mafuta ya Roho Mtakatifu ni kama chemchemu ndani yako, ni kama mtu anayepewa kikombe cha maji na mtu anayeenda kwenye chemchemu. Nani ana uhakika wa kikombe wa chemchemu? Wa chemchemu. Lakini Wakristo wengi wanaenda kwenye kikombe, naenda kwenye kikombe, na ndio maana wanatindikiwa kila siku, kwa sababu kikombe chako kitaisha. Lakini ukiomba Roho Mtakatifu akupake mafuta, utakuwa na mahangaiko, kwa sababu utamjua Mungu wewe mwenyewe, na utajua saa tanki yako imejaa, na utajua saa imepungua. Katika Agano la Kale walifanya hivyo. Katika Agano Jipya Yesu anabadilisha, analeta, anasema kaeni hapa, nitamtuma Roho Mtakatifu awapake mafuta. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume sura ile ya 10, nataka tusome mstari ule kuanzia wa 38. Kwa wakati wako unaweza ukasoma aya nzima au sura nzima. Hebu tusome habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 39, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia nini? Alivyomtia nini? Mafuta. Sasa unajiuliza, Yesu anatiwa mafuta na Yesu ni Mungu. Sasa wale mnaofahamu, mnajua Yesu alipoishi duniani hapa aliishi na nature mbili, aliishi na asili mbili. Asili ya kwanza ni mwanadamu 100%. Kwa nini? Kwa sababu alizaliwa na Mariamu, alikaa tumboni miezi 9, kwa alikuwa na nature ya ubinadamu. Ndio maana aliona njaa, ndio maana alichoka, ndio maana alilia, ndio maana aliona hasira, ndio maana alifurahi. Alikuwa na nature hiyo. Lakini nature ya pili sasa ni Mungu, kwamba Mungu amemtumia Mariamu kumleta Yesu. Yaani Yesu alikuja akazaliwa ndani ya Mariamu. Kwa sasa anaongelea ile nature ya kibinadamu, kwamba alipokuwa hapa duniani alihitaji kupakwa mafuta. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti, ambaye Mungu alimpaka mafuta.